Mamia ya waombolezaji wamejitokeza kumzika Edina Chaula, binti mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa mtaa wa Kihesa, halmashauri ya mji wa Njombe, aliyekutwa amefariki dunia ndani ya chumba chake baada ya kukosa hewa kutokana na kupaliwa na chakula. Jumamosi iliyopita, achana na ya juzi, ile iliyopita kwa mara ya mwisho alionekana eneo la kazini, na alifunga mlango mapema tu akidai kwamba ametolewa out, anaenda out. Wakizungumza na AyoTV wakati wa mazishi katika makaburi ya Kilimani, baadhi ya waombolezaji akiwemo Erasto Komba na Rose Sanga wanasema kifo cha Edina kimewasikitisha kwa kuwa wengi hawakujua anapoishi. Lakini licha ya kumtafuta kwenye simu yake takriban siku 5, hakuweza kupokea mpaka simu ilipozima na kuja kugundulika kuwa amefariki. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, kamishna msaidizi Mahmudu Banga, alithibitisha kifo hicho, ambapo amesema tukio hilo limegundulika Agosti 23 mwaka huu majira ya mchana katika mtaa huo. Nilifahamu Edina kupitia biashara zake na tukawa kama marafiki, tulishazoeana. Na kifo chake kimetushtua sana baada ya kupata taarifa juzi. Jumapili usiku nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba huyu dada amefariki. Lakini siku za nyuma toka Jumamosi iliyopita, achana na ya juzi, ile iliyopita kwa mara ya mwisho alionekana eneo la kazini, na alifunga mlango mapema tu akidai kwamba ametolewa out, anaenda out. Baada ya hapo kuweza kuonekana kazini, na siku ya Jumapili simu zake zilikuwa napigwa zipokelewi. Hata Jumatatu pia, Jumanne mpaka kufika Jumatano, mpaka kufika siku ya Alhamisi simu zake zilikuwa hazipatikani kabisa. Ukipiga zinakata tu. Hatukujua amepata na lipi, lakini tulijaribu kutoa mawazo wale kwa majirani waweze kumfuatilia anakoishi. Kwa bahati mbaya wengi tulikuwa tujua anaishi sehemu gani na wapi. Mimi natoa wito labda kwa jamii. Nafikiri sasa hivi watu tumekosa upendo. Kama laiti tungekuwa na upendo, huyu ndugu asingeweza kukaa siku 7 bila kujua yuko wapi. Nafikiri sasa hivi watu tujikite kwenye upendo. Tukiwa na upendo, tukiwa na hofu ya Mungu, nafikiri tutasaidiana vizuri zaidi. Huyu binti aliyefariki Diana ni jirani yangu katika ofisi tunayofanya nayo biashara. Pia kiukweli pana kama wiki moja na kitu hatujamuona, kama siku 3 tukajaribu kumpigia simu zake akawa hapokei. Sasa ilikuwa ni ngumu kidogo kugundua kama huyu mtu hapokei simu kwa sababu gani. Tukajua labda kwa sababu atakuwa busy na mambo yake, haji ofisini, ni mara nyingi huwa anatokea kidogo. Lakini pia ninachopenda kusisitiza ni kwamba nyumba tunazoishi za kupanga tujaribu kuishi na majirani vizuri na wenzetu vizuri. Kwa sababu laiti angekuwa ana mtu anayeishi naye kwenye nyumba jirani, laiti hata siku ya kwanza siku ya pili angeweza hata kugongea mlango, mbona mwenzetu ni ngumu, haonekani, imetokea nini, ingekuwa ni rahisi zaidi kuliko hii ya kukata wiki ndio unakuja kugundua baada kwamba mtu amefariki baada kusikia harufu kwa majirani. Hiyo pia tujifunze kuishi na watu vizuri. Nilipopata taarifa hizo nikawasiliana na viongozi wenzangu kwa maana ya wajumbe tayari kwa zoezi la kumhifadhi katika makaburi ya Kilimani. Na namshukuru Mungu kwamba zoezi limeenda vizuri, watu wameitika. Pale alipokuwa naishi marehemu katika mtaa wa Kihesa, wapangaji wenzie kuna muda wa siku kama 4 hivi walipoona kimya hapatikani na kulikuwa na dalili fulani ya harufu inayotokea chumbani kwake. Inaonekana marehemu siku 4 kabla alipoingia kulala chumbani ikawa ndio moja kwa moja. Kwa hiyo hatuna maelezo zaidi nini kilipelekea mauti, lakini majirani wameshtukia harufu na kuja kuita uongozi wa mtaa wa Kihesa. Mlango ukavunjwa mbele ya ushahidi wa mtaa wa Kihesa na kukuta mauti tayari akiwa chumbani kwake. Mle ndani ni kwamba alikuwa amekunywa pombe, lakini mlango ndani ulikuwa umefungwa, maana yake lakini ni kweli ile tukio limetendeka, lakini amefia ndani, sio kwamba ameuawa. Amekutwa amefia amefia ndani kwa sababu mlango ule ulivunjwa chini ya uongozi wa serikali za mtaa. Lakini sababu ya kifo ni suffocation tu, kukosa hewa baada ya kupaliwa na chakula. Hii ni ripoti ya AyoTV na mimi ni Amiri Kilagalila.